لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu, na kwa taufiki yake ametuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu huu kama ilivyo kawaida katika mwezi huu wa Ramadhani. Kila baada ya swala ya dhuhuri tunakutana tukakumbushana mawili matatu kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuwafikisha, tukiwa bado tupo katika Surat Fatir, sura ya 35 kwa utaratibu wa Mus'haf, na leo tunatokea aya 36 baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuelezea mafikio ya watu wema, watu wazuri, watu watakaokuwa wanajitoa kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao tumeona kuna makundi matatu katika walioachiwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaona kila kundi moja na Allah subhanahu wa ta'ala alivyolielezea. Lakini kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika suratu Zumar, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathaniya takshairu minhu juludu alladhina thumma talinu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Ameteremsha kitabu hiki Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ujumbe na maelekezo na mwongozo na hali zitakavyokuwa huko, na amejalia katika jumla ya mfumo wake basi takshairu min, zinasisimua na kushtua, juludu, gozi. Kisikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mwingine yanavyotisha, yanasisimua, anafanya mwili ustuke. Lakini pia anatoa maneno ambazo thumma talinu juludu, kisha anatupa maneno ya kulainisha. Allah ameweka utaratibu huu ili watu wasijipe matumaini na wala wasijikatie tamaa, wachukue hatua kwa mujibu wa miongozo na maelekezo. Maanake ukijipa matumaini utakuwa unaona wewe ndio umeshafanikiwa, hali ya kuwa jambo haliko hivyo. Na ukijikatia tamaa, maanake utaona mimi ndo basi, maadamu nimeshaharibikiwa basi bana, sina cha kufanya chochote. Sasa utakuwa umekwenda vibaya, umefikia vibaya na umeishia vibaya kwa sababu ya kule tu kujikatia kwako tamaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano bwana mmoja katika jamii huko zilizoishi kabla yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja alikuwa ameua yeye watu 99, ameua watu 99, lakini ikawa anajaribu kutafuta kama kuna fursa kwa Allah, anaulizia kwa wenzie kwamba kama kuna fursa yeye kujirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kawa anahangaika huko na kule, akapita kwa darueshi mmoja hivi, kamkuta yule darueshi huko pale, mcha Mungu na nini na bendera zake na hivi. Kamuuliza, bwana vipi, mie nimesha huwa watu 99 unavyoona hivi, sasa vipi, nina salama yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bwana akamkatisha tamaa kabisa, akamwambia wewe umeua watu 99, pepo hiyo utakayoipata Allah ya babu yako, hakuna utaratibu huo. Ushaua watu kibao namna hiyo, wewe ndo basi. Bwana akaona kama mimi ndo basi bwana, na wewe bora nikumalizie wewe wa 100 basi. Achomoa upanga wake akammalizia yule bwana, akishamaliza watu 100, lakini bado ana taaradhi ya kuona kwamba pengine anaweza kupata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea kuhangaika, kapita kwa shekhe mmoja, akamuuliza, ambaye bwana mimi huko nyuma nilishaua watu 99 na hivi punde unaona upanga unachuja damu, nimemalizia wa 100, nina salama yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna chochote cha kufanya, labda nitapata salama? Kaambia, Allah hajafunga milango maadamu hai upo, wewe mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, tubia makosa yako. Lakini mji huu ukiishi watu watakukatisha tamaa hapa, na unanuka damu za watu hapa, kila utakachokifanya watu watasema anamwaga maji tu yule, ana lolote la maana, shaua watu kisha fanya hivi. Wewe hapa ondoka, nenda katika mji fulani huko watu wanamwabudu Allah, nenda na wewe ukaabudu na watu wao. Basi yule bwana akaondoka zake, kabla hajafika kule anakoenda, umauti ukamkuta. Kaja malaika wa khairi na malaika wa kumpeleka sehemu mbaya, wanamgombania, kila mmoja anaonoiwa kwake. Malaika wale
kumpeleka sehemu mbaya, akamwambia huyu hana lolote la maana alilofanya mpaka sasa hivi, ameua watu na hivi. Lakini malaika wa kheri akamwambia huyu amekimbia huko, anakimbia na anaelekea kwenye mji mwema. Kateremka Jibril akatoa ahkami papimwe, anakoenda na anakotoka wapi, karibu kutakokuwa karibu, huko ndiko ambako uelekeo wake. Kapimwa ikaonekana anakoenda ni karibu zaidi. Basi ala kulli hali, Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezea mazingira ya kutukatisha tamaa, lakini vile vile tusijiaminishe. Usije mtu kajiamini ukaona wewe ndo umefika, ndo umemaliza kila kitu na wengine wote hamna kitu. Hakuna mfumo wa namna hiyo. Kila mmoja na nafasi yake, kila mmoja anachukua hatua, achukue hatua, na hatua atakazozichukua Allah subhanahu wa ta'ala atampokelea na kumfikisha sehemu nzuri. Baada ya kutuelezea mafikio ya watu wema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru, na wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakakataa miongozo yake na mafundisho yake, basi lahum naru jahannam, wanayo wao adhabu ya moto wa jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, na maisha yao yatakuwa ni milele. La yuqda alaihim, hakuna kuhukumiwa umauti tena hapo, fayamutu, labda wakafa wala yukhaffafu anhum min adhabi, wala kuna kupunguziwa adhabu, kama kwenye sabbihisma kuna sema thumma la yamutu fiha wala yahya. Maisha yao yatakuwa hawaonekani kama wana maisha yao ai, wala wamekufa, yani wapo tu wanachezea adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hatari ya mtu mpaka ikawa umauti unamkuta akawa amekufa katika sura ya namna hii. Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhalika najzi kulla kafuri, namna hii ndivyo ambavyo tunavyowalipa kila makafiri, wale wenye kukaidi na kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio mafikio yake. Yeyote yule aliyekufa hali ya kuwa ni kafiri, hajamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, hajamtambua mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo ndio mafikio yake. Wahum yastarikhuna fiha, na wao wakiwa wanataka salama, napiga kelele. Yastarikhuna, wanapiga kelele mayoe ya kuomba wapate salama. Kwenye suratul Muminuna kule Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba naambia rabbana, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, akhrijna, tutoe sisi humu, kilichotufanya sisi tufike humu, ghalabati alaina shiqwatuna, ubaya wetu wa nafsi zetu na matendo yetu ndio yalotufikisha huku. Hilo ndio lilotupelekea hivyo, sio kama tulikuwa hatujui. Ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalina, na sisi tulikuwa watu waovu wapotevu kabisa. Sisi tumeshaona uhalisia, nyoyo zetu mbaya, tabia zetu, matendo yetu mabaya ndio yametufikisha huku. Rabbana akhrijna minha, tunachokuomba wewe si tutoe tu sisi, na tunakuahidi hatutarudia yale ambayo tulikuwa tunayafanya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea watu waliokuwa mpaka wanakufa hali zao za kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi anasema hum yastarifuna fiha, wakiwa wanapiga kelele za kutaka msaada na nusura kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema rabbana akhrijna, tutoe sisi humu na amali swaliha, tukafanya amali njema, tukaishi kama watu wema, ghaira alladhi kunna na'mal, hatutaweza kuyafanya haya yaliyotufikisha hapa, sababu tumeshajua ubaya wake. Sisi turejeshe, na tunakuahidi tunakoenda tutafanya amali njema kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia, nyinyi mnaomba sasa hivi hali hiyo, awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, kwani hatujawapa umri ambao umri unatosha, umri ambao tuliokupeni unatosha kuzingatia kwa wenye kuzingatia. Sote si hapa, kila mmoja hapa ukimuuliza umri wake anataka kuonesha yeye mkubwa kuliko mwingine. Sote si hapa, ndio nature yetu. Kama kila bibara, mimi bwana nimekula chumvi sana, wewe si wajuzi tu, wewe bwa mdogo tu. Kila mmoja anajinadi katika sura ya namna hiyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala tufahamisha ule umri ambao ametupa, umri tulioishi kama miaka 30, 40, 50, 70 waliovuka na nini, basi Allah anasema huo umri aliotupa unatosha kuzingatia na kuchukua hatua za sawa sawa. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, kwani hatujawapa umri ambao mwenye kutumia akili akafundishika anafundishika, mwenye kuongozeka akaongozeka, mwenye kuaidhika akawaidhika. Umri wenu ulikuwa kwa sababu mlikuwa mmeishi mpaka kwa kutumia akili tu unaweza ukajua jambo hili silo na lile silo. Lakini zaidi ya yote, wajaakum nadhira, hatukuacha hivi hivi, aliwajia muonyaji. Mitume walikuja
Mitume walikuja kwenu na vitabu tukawaletea, lakini yote hayo ninyi hamkuzingatia. Imekuwaje leo mnataka mpate salama hapa? Salama hiyo hamna, sababu tayari udhuru tumeshawapa. Umri mrefu tuliwapa, mitume tuliwaleta, vitabu tumevileta. Mlipaswa ninyi mzingatie na mtafakari na kufanyia kazi miongozo, lakini maadamu hayo mliyapa mgongo, hamkuyazingatia, basi fadhuku, leo njeni adhabu, famali dhalimina min nasir, hakuna wa kuwanusuru na kuwatetea madhalim. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa angalizo la hali ya juu kabisa. Umri wetu huu aliotupa lazima tuutumie vizuri. Umri wetu huu lazima tuutumie vizuri, ili tuweze tupate salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari ameshatupa umri wa kuweza kuelewa mambo, kufahamu mambo. Lakini zaidi ya yote tunafahamu kuna mitume wamekuja na kuna vitabu ametuachia. Kwa hiyo ni juu yetu kufanyia kazi miongozo na maelekezo ya mtume, na kufanyia kazi miongozo na maelekezo yalivyo kwenye kitabu. Ni juu yetu, hatuna cha kwenda kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha alimu ghaibi samawati wal ardi, hakika ya Allah ni mjuzi wa yaliyokuwa ya ghaibu, yasiyoonekana mbinguni na ardhini. Hata hapa ardhini kuna visivyoonekana, anaviona mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hata hapa tulipo vipo visivyoonekana, anaviona mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watakija na vyombo na zana, wataviona tu vile alivyotaka wavione, lakini vingine vipo ambavyo hawana uwezo wa kuviona. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yote haya, na innahu alimun bidhati suduri, yeye anayajua yaliyopo katika vifua vya watu. Kwa hiyo hata yale mnayoyawaza, yeye Allah anajua mnavyofikiri. Kwa hiyo hata fikira zenu, fikirini kwa mambo mema, mambo mazuri, kwa sababu hata yale mnayoyawaza katika akili zenu Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Na lau kama ingekuwa Allah angetuadhibu kwa yale tunayowaza, ingalikuwa hatari, lakini Allah amejalia kwa stara yake na kwa rehema zake, kajalia mpaka ufanye kitu kukiwaza tu na kukifikiria tu na kukiplani kichwani tu, bado uje kiingiza kwenye utendaji, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia haadhibiwi mtu kwa hivyo. Lakini utakapofikia hatua ya kukifanya, pale ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuchukulia hatua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah kataba alhasanati wassayiat, Allah ameandika mambo mazuri na mambo mabaya, ameandika. Thumma bayyanaha, kisha akabainisha na kutuonesha ili ni zuri, ili ni baya. Faman hamma bihasanat, mtu yoyote atakayekusudia kufanya jambo jema, wa amila biha, na akalifanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia mara 10 mpaka ila 700, mpaka daraja 700 kulingana na ikhlasi yake. Lakini yule aliyekusudia kufanya jema, faman hamma walam yafal, na asilifanye, basi kataba lahu hasanatan kamila, Allah anamwandikia jema kamili kabisa. Wewe nia yako tu ya kufanya jambo jema lile, basi Allah anakuandikia moja kwa nia tu mzuri ulionayo. Ukilifanya unapata kuanzia 10 na kuendelea huko, kulingana na ikhlasi yako na lengo lako na nia zako zitakavyokuwa. Lakini pia atakayefanya jambo baya, atakayekuwa ana nia kufanya jambo la baya, wala myamal, na asilifanye, basi haandikiwi chochote kwa fadhila zake na upole wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akiweka azma ya kufanya jambo baya na akalifanya, basi anaandikiwa sayiatan wahida, anaandikiwa baya moja tu hivyo, baya moja kwa moja, jema moja kwa 10. Sasa Imamu Nawawi rahimahullah wakati anaielezea hadithi akasema, itakuwa namna gani sisi tutakavyopuuzia neema hizi na upole wake Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa 10 ukifanya, na huku moja ukifanya, alafu ikaja ikatokea kwamba haya iliyokuwa moja yakayazidi yale ambayo ilikuwa moja kwa 10, itakuwa sisi hatukutumia nafasi yetu namna inavyotakiwa. Huwa alladhi ja'alakumul khalaifa fil ardi, yeye ndiye aliyowafanya ninyi makhalifa, wasimamizi. Allah amewafanya wanadamu hapa duniani ni wasimamizi, na viumbe wote, vitu vyote vingine Allah subhanahu wa ta'ala amevitengenezea mazingira vimtumikie au viwe vyepesi kwa mwanadamu. Kwa hiyo huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardi, Allah amewafanya ninyi wasimamizi, waendeshaji hapa duniani. Binadamu
ule kujitoa utu na kujitoa hamnazo, wewe mtu ukajiachia ukafanya ovyo, ukatoa katika levo ya utu ya ubinadamu, ni kujitoa akili wewe mwenyewe tu na kujishusha katika nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea. Lakini Allah ametuwekea nafasi bora kabisa kwamba ninyi wanadamu, khalaifa fil ardi, ninyi ndo wasimamizi, ninyi ndo waendeshaji wa hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa maarifa, amewapa nyenzo, ameumba viumbe vingine vingi vikubwa, vina nguvu, vina nini, lakini ninyi mna vikontrol, mna uwezo wa kuvikontrol na kuvidhibiti. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema mwanzoni kabisa mwa aya zilizoteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mwanadamu aweze kuishi, basi allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu asiyoyajua, amemwekea njia ili mwanadamu yule aweze kujifundisha, aweze kuishi, aweze kuisimamia hii dunia. Kwa hiyo ninyi mnatakiwa mkae kama wanadamu, mkae standby, mjue nafasi yenu, kila mmoja achukue nafasi yake, kwamba wewe unajua wewe upo hapa duniani, basi uchukue nafasi yako ya uendeshaji, ya usimamizi, ya kuisimamia hii dunia na viumbe wengine waliokuwepo. Lakini faman kafara fa alayhi kufuru, atakaye kaidi akafanya ukafiri, kupuuza mafundisho, basi ubaya wa ukafiri wake utamrudia yeye mwenyewe tu. Wala yazidu alkafirina, na wala haiwazidishii makafiri, kufruhum, ukafiri wao kwa Allah, inda rabbihim illa makta, ila ni makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo watakutana nayo makasiriko yake. Wala yazidu alkafirina kufruhum illa khasara, wala hakuna kitachowazidishia wao ila hasara tu na majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutuonesha uwezo wake na nguvu zake na mamlaka yake, ili tuendelee na tufahamu kwamba yeye ndo anayefaa kusikilizwa na kuabudiwa na kumtumikia. Kul araaitum shurakaakum alladhina tad'una min dunillah, hebu nipeni habari tuwe hawa washirika hawa ambao mnaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mkaabudia, mkenda kuomba kwenye mizimu, kwenye matambiko, kwenye sijui majabali, kwenye milima, kwenye nini, watu wanakwenda baharini huku, watu wanakwenda huku, watu wanakwenda kule na huku, mnaenda kuomba. Hebu aruni madha khalaqu min al-ardi, nionyesheni wameumba nini hapa duniani. Kuna chochote walichokitengeneza wakakiumba? Am lahum shirku fi samawati, kama hakuna walichoumba, au wana ushirika wa kuumba mbingu, wameshirikiana na Allah wakaumba mbingu. Am atainahum kitab, au tumewapa kitabu, fahum ala bayinat, wapo katika ubainifu na ufasaha wa kuyajua hayo. Bal iyaidu dhalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura, bali hakuna wanayopotezana, wanayoahidiana kupotezana baadhi ya wao kwa wao madhalim, illa ghurura, ila ni udanganyifu tu, wanadanganyana tu na kupotezeana muda na kutoana akili, na hivi basi siku zikawa zinaenda. Tambueni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliumba kila kitu, na kama yeye ndo ameumba kila kitu, basi ndo anafaa kuabudiwa. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazul, Allah anaiziwia hii mbingu isiteremke, isianguke. Wewe fikiria hapa, Allah akiamua kuiachia ile mbingu ikateremka, nini kitatufika? Hatujui hata vilivyopo huko mbinguni. Watu na utaalamu wao wote hawajui hata vilivyopo katika mbingu ile, katika nini, kuna vitu gani zaidi, vichache tu ndio wanavyovijua. Sasa Allah anasema yumsiku samawati wal arda an tazula, anaiziwia isikadondoka. Na lazima tufahamu, wala inzalata in amsakahuma, na akiamua aiachie idondoke, hakuna wa kuiziwia. Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anaiziwia, na atakapoamua akitaka kuiachia hakuna wa kuiziwia isidondoke. Innahu kana haliman ghafura, lakini yeye ni mpole mwenye kusamehi, ndio maana akaamua atuachilie. Wana wa Israeli, Allah subhanahu wa ta'ala aliwainulia mlima tu, akawaambia aminini, vinginevyo nitauachia huu mlima. Kaamini tu, ulivyoondoka tu ule mlima, sasa wakarudia katika yale yale ambayo walikuwa wanayafanya. Wa aksamu billahi, na wamejiapiza kwa hapa, jahada aimani. Hawa Makureishi walikuwa na hapa viapo vya hali ya juu kabisa, wakiwaambia wale manaswara, kama ninyi mitume wamekuja, mmebadilisha vitabu vyenu, mmefanya hivi, mmefanya hivi, sisi kama Mungu atatuletea mtume bwana, akatuletea kitabu, la in jaana nadhiru, akitujia yeye sisi mwonyaji,
sisi tutakuwa ndio wafuasi bora kabisa wasiokuwa wakaidi. La in jaahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam, wao watakuwa ni walioongoka kuliko nyumati zote zingine, kwa sababu hawatoacha mafundisho yao. Lakini wapi, falamma jaahum nadhirun ma zadahum illa nufura, pokuja mwonyaji hakuna kilichowazidishia ila ni kukimbia tu, kuikimbia haki. Na kitu gani kilichowafanya hivyo? Istikbaran fil ardh, jeuri tu na kibri. Jeuri tu, kibri na dharau ndio iliyowafanya wasimkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa makra sayyi, na mambo mabaya, mambo ya ovyo. Watu wanaikataa haki, watu wanaikataa dini, utaona kwa sababu ya haya mawili tu ndio makubwa: istikbaran fil ardi wa makra sayyi, mipango yao mibaya, kwa sababu wanajua hii dini imenyoka. Dini ikiwa imenyoka, ukifuata mambo ya dini, dini inakuongoza, inakutaka mambo uyaache, baadhi ya mambo, baadhi ya vitu unavyovipenda uviache. Sasa wewe utaachaje? Sasa kwa ajili ya mipango yako mibaya, unaona acha wewe uende habari ya dini, dini uachie watu wa dini tu. Wala yahiku almakru sayyi, na wala havithibiti hiyo mwisho wa mipango mibaya illa biahli, adhabu au ubaya wake, isipokuwa utawarudia wale wale wenyewe wahusika wa hayo. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, hakuna wanachosubiri ila yaliwapita, yaliwakuta waliotangulia. Falan tajida li sunnati llahi tabdila, hawatakutana na mwenendo wa Allah wenye kubadilisha. Wala tajida li sunnati llahi tahwila, na Allah habadilishi mfumo wake, watakutana nayo kama waliokutana nayo waliotangulia. Kisha Allah anatutaka sisi tunavyotembea, au anatupa mwongozo tutembee, tunatutafakari. Kila unavyotembea basi utafakari. Awalam yasiru fil ardi, kwani wao watembei duniani, fayandhuru, wakaona, kaifa kana aqibat, vipi ulikuwa mwisho, alladhina min qabli, waliokuwa kabla yenu ninyi. Angalia nini kiliwakuta. Kila ukisoma, ukipita katika miji, ukenda huko, unaona yapi yaliyowakuta. Wakanu washadda minhum quwwa, na wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Kina Thamud, kina Ad, kina Irama na wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasema allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ambao mfano wake hamna duniani. Hao ni viumbe wa kipekee kabisa, kwa nguvu, kwa ukubwa, kwa hivi lakini wako wapi? Wama kana Allahu liyujizahum min shay, Allah hakuwa mwenye kushindwa na kitu chochote, fi samawati wala fil ardi, si duniani wala mbinguni. Innahu kana aliman qadira, hakika ya Allah ni mwenye kujua, tena ni mwenye uwezo wa kufanya chochote. Kisha Allah anatuambia kwa mwenendo wetu huu tunaokwenda, angeamua atushughulike na sisi, basi hakuna ambaye angebaki salama. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasab, lau Allah angeamua awaadhibu watu, awapatilize watu kwa yale walioyafanya, ma taraka ala dhariha min daba, usingekuwa na kiumbe yote hapa duniani. Maana watu wamechafuka kufanya maovu, watu wametibuka kwenda kinyume na miongozo na maelekezo yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini anawapa mpaka muda aliopanga maalum, kila mtu na siku yake. Kwa hiyo mashekhe wanasema tuitumie vizuri lutfi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu latifun biibadi, Allah ni mpole kwa waja wake. Itumieni vizuri fursa hii ya Allah kutupa muda hivi, tujirudi, tujisahihishe pale tulipokuwa tumeboronga, tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, tumeacha mafundisho, basi tukae sawa. Kutupa huku muda, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa muda ili tujirekebishe. Sasa muda anatupa kujirekebisha, tujirekebishe, tutakuja kujuta na umri wetu wote ambao tulikuwa tumekaa. Fa idha jaa ajaluhum fa inna Allah kana biibadihi basira, Allah juu ya waja wake ni mwenye kuona. Kwa hiyo itumieni fursa, itumieni nafasi ambayo Allah ametupa kwa ajili ya kujirudi kwake. Na ametuwekea kama hivi Ramadhani, mwezi wa Ramadhani nyingine tunapata kujisaisha. Sasa tunavyojisaisha mwezi wa Ramadhani, basi tuendelee tuishi maisha yaliyokuwa sahihi baada ya kujisaisha, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupokea kwa salama na amani. Na kufikia hapo aya 45 za sura Fatir
sura 35 kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kuzimaliza na kuzikamilisha. Tunamuomba Allah atuwezeshe kuweza kuzizingatia na kufanyia kazi. Inshallah wiki ijayo tutaendelea na sura Az-Zumar kama kwenye shedu yetu inavyoonyesha. Tumuombe Allah atuwezeshe tuweze kufika, tudiriki na tuweze kupata faida na kunufaika na durusu hizi na maeneo mengine tunaposoma, ili tuweze kufika salama kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Inshallah kama hakuna ziada, subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta